anafanya. Haleluya, haleluya. Tunakwenda kusikiliza neno la Mungu lenye uhai. Naomba sasa umtulize akili zako vizuri mbele za Mungu. Ufahamu wako, akili zako, mawazo yako yaelekee kwangu. Usifikiri mambo ya nyumbani muda huu, muda wa neno. Usikae na kufikiria habari ya nyumbani. Umetenga maharage, mfungo umeweka maacha nje, fungo umepoteza. Yote usiyafikirie. Kwa muda huu na sasa, ufahamu wako wote umwelekee Mungu. Wala usisubutu kusinzia. Ufahamu wako wote mwelekeze Mungu, maana Mungu anahitaji akufundishe. Mungu ni roho, hawezi akakufundisha kwa yeye kama yeye. Anakufundisha akiwa amekaa ndani ya mwanadamu. Yeye kama yeye ni roho. Hana mwili wa kufundisha, hana mikono kama hii ya kwako. Wewe huwezi kumuona. Kwa anakufundisha kupitia mtumishi wake aliyependezwa naye. Na moja na okay. So yeye kama yeye anakufundisha kupitia wakili wake aliyemteua duniani kuwakilisha kesi zenu kwake. Kwa anasema kupitia mwanadamu, anaongea kupitia mwanadamu, anakufundisha kupitia mwanadamu, anakuelekeza kupitia mwanadamu. Mamangu mdogo huyo pika shamba hapa. Mbona ni watu wa heshima na taadhima. Atukuze afama zoe. Kwa hiyo sasa na wewe ili muone Mungu lazima upate mafundisho. Bila mafundisho hujamuona Mungu katika maisha yako. Ndio maana Mungu akatuletea watumishi duniani. Ili tupate mafundisho kutoka watumishi, tumuone Mungu kupitia watumishi. Amina wewe. Bila mtumishi hujamuona Mungu, hujafunguliwa, hujabarikiwa, hujainuliwa, hujafanya chochote tena Mungu. Na ndio maana Mungu tangu mwanzo alileta wanadamu duniani na akakaa ndani ya wanadamu, ili mwanadamu aliyoko duniani apate msaada kupitia wanadamu huyo. Na mwanadamu aliyepewa neema na Mungu na kukirimiwa na Mungu neema kapewa ili awaelimishe wanadamu, awape elimu ya roho. Ili wakutane na Mungu lazima upate elimu ya roho. Itokee juu katika ufalme. Sio elimu ya kusoma. Watu wameketishwa na wachungaji wasomea. Wameketishwa na watu wenye theology. Wameketishwa na watu wenye akili za kibinadamu. Huwezi ukamwona Mungu katika maisha yako. Hata siku moja. Mungu ni roho, hauwezi ukamsomea Mungu na ukaweza kumpata. Shetani ni roho, huwezi ukamsomea shetani ukaweza kumpata. Hakuna mzimu unaosomewa. Hakuna mganga anayesomewa. Sababu mganga anatumiwa na roho. Mganga anatumia na roho. Mungu pia mtumishi wa Mungu pia anatakiwa atumie na roho ili apate kupambana na roho ya shetani. Kama mganga anatumia na roho mchafu ambaye ni shetani, ibilisi, anakaa ndani ya mwanadamu kisha anamtumia, au ndani ya mchawi, ndani ya madamu kisha anakuwa mchawi, hiyo ni roho imeingia ya kichawi ndani ya mwanadamu kisha ikaanza kurudia. Je, wachawi wamesomea? Naomba likipiwe. Unaweza kupata kizunguzungulia mgeni, lakini si tulia. Tunielewe. Nataka nikuvushe ng'ambo, nikutoe kwenye pori, nikupeleke sehemu nzuri yenye majani mabichi kwenye ufukwe katika roho. Amina. Mganga anatumia na roho kuzimu au anatumia na roho juu mbinguni? Mchawi anatumia na roho kuzimu au
Uchawi unasomewa? Naomba nijibiwe na watu wote hapa. Kama ulishakusikia nipe mkono juu pia unieleze umeona wapi hicho chuo au ulishaenda kusomea. Chuo cha kulipa na ada, cha kuhusu uganga, cha kuhusu uchawi, ukaenda kalipa ada yako. Kisha ukakabidhiwa cheti cha uchawi katika ulimwengu wa mwili. Nyosha mkono juu. Nyosha mkono juu. Ujaekuona si ndio? Haya. Je, Mungu ni roho na shetani ni roho si ndio? Sasa kwa nini watu wanasomea? Kwa nini watu wanaenda seminari? Kwa nini watu wanakwenda kusomea uchungaji na kuanza kuchunga roho za watu? Mchawi anaweza kaanza kuloga na mwaka mmoja au miezi 6. Miezi 6 amezaliwa au bado yuko tumboni, akawa analoga, anatolewa kichawi, anakwenda kushiriki uchawi bado kachanga kako tumboni. Paka anakuja anazaliwa akiwa analoga, anakuwa analoga, anazeeka analoga. Kinachologa sio yeye, ni roho wa shetani ndani yake ndio aliyeloga. Huyo roho akitoka ndani yake hawezi akaroga. Anayeloga ni roho mchafu aliyekaa ndani ya mwanadamu, ndio anayeloga. Na anayerogwa unakuta ndani yake ana roho wa Mungu, analogwa. Unajiuliza, mtu kwa roho wa Mungu anaishi? Huyo roho ile ikawa kuishi ni roho kuishi tu. Ila kuna roho mwingine kulinda wewe. Amina. Kuna roho unapaswa kuwa naye wa kukulinda. Anakaa katika roho ndani yako na unamtoka mtumishi anaongozwa na roho, unampokea kwake. Kisha anakaa ndani yako, anakutenga na maadui yote baba. Amina. Sema amina leo mtumishi wangu. Sema amina leo wana ufa. Sema amina leo. Kwa nini wanadamu wanalogwa? Kwa nini wanadamu hamuoni mchawi, ila mchawi anamuona mwanadamu na kumchezea? Hiyo ni sayansi kubwa sana hali ya juu. Usipoielewa utalogwa usiku na mchana. Kwa nini mchawi anakuona lakini wewe umuoni mchawi? Kwa nini mchawi anaingia ndani ya nyumba yako usiku au unasikia vitu vinagonga kimya umuoni, lakini yeye anakuona na kusimamia hivi lakini uko hapa hakuoni, hata kuchoma ndani chuma kwenye macho ukaa kipofu? Kwa nini yeye anaona, kwa nini hauoni? Hauoni kwa sababu wewe uko mwilini, yeye yuko katika ulimwengu wa nini? Katika ulimwengu wa roho. Ndani yake ana roho mwingine. Ndani yako huna huyo roho wa Mungu kuweza kukuonesha. Huna huyo roho wa Mungu. Yeye ana roho wa kusikia. Wewe roho wa Mungu unaje kwa hiyo? Na ndio maana huwezi ukamuona mpaka uje kwa watumishi wenye roho wa Mungu. Kisha ndio unagundua adui yako ni mama mbata. Adui yako ni mwanabadilisha. Ni jirani yako. Asubuhi, jamani, tumsifu Yesu Kristo. Anakwenda beshinda. Usiku anakuloga. Mchana tumsifu Yesu Kristo. Usiku anakuloga. Na uwezi kugundua mpaka uwe na roho wa Mungu atokaye kwa Mungu ndani ya mwakilishi. Ndani ya wakili. Wakili ni mtumishi wa Mungu mwenye mamlaka ya Mungu ndani, mwenye utukufu wa Mungu ndani. Huyo ni mwakilishi wa kukuwakilisha wewe mbele za Mungu. Atukuzwe mfalme Zwai. Apewe sifa Mungu chini ya juu. Apewe sifa mfalme Zwai. Sisikii. Haleluya wana mfalme Zwai. Bila mwakilishi hakika wanadamu duniani watahangaika. Roho inayowatesa ni roho ya ibilisi.
Lakini sasa nasikia ni mchana unasikia. Kuna uhakika. Lakini ndiye anayekuja nyumbani kwako, ndiye anayekulia nyama yako uliyobakiza na ikomba na ile. Ndiye anayekutumia misukule ndani na kula nao. Na unaamka asubuhi na kuabudu, unasali na misukule amekutumia unakula nao. Anakugomela. Anakufanyia hivi. Unalifanya na sali. Anatoa fungu la 10 shukrani sadaka kila kitu. Bwana mtumie misukule wala haioni. Inakula ndani nyumba yake. Inafanya mpango ndani ya nyumba yake usikuje ikupate. Bwana anajifanya na Yesu. Kwa Yesu mwana tukuli kama na Mungu anaweza kuona kugundua hiki kitu. Kuna mwinga hapa alikuja mama mmoja hapa kanisani. Sio mama yuko wapi? Huyo mama huyo. Huyo mama kile wewe mwenyewe sema tukwambia tu. Huyu mama mwenye nania jana huyo wewe. Alikuja naye na anasali na ana misukule mingi sana ndani ya nyumba yake. Wala mama juu. Na alikuwa na mpango kumchukua mama msukule. Na aliyakili yote. Ana misukule zaidi ya 100. Mwinga huyu. Misukule zaidi ya 100. Paka nikamwambia una akili wewe binti mdogo na misukule yote hii. Sasa si mama yangu ni hatekecha. Kama mama. Tulia weka tu. Ana misukule zaidi ya 100. Na anaingia kanisani na nasali. Na anakana misukule zaidi ya 100 na fisi. Akiondoka kuloga anamwachia mtoto wako fisi. Kisha anapaa aenda kuloga na kuacha mtoto wake hapo. Lakini ile misukule tuliiua yote. Nilimwambia ukuta kama mtu mmoja. Nilimwambia ukuta hata mmoja au tunachinja tupeleka mbinguni wote. Bwana kwa jina la Yesu tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Wanakwenda ameshinda tumfuate. Wakati anamshukuru zaidi ya 100. Alikiri. Nikamwambia kii unakufa hapa leo. Kii hiyo ni uongo kweli. Ni kweli sasa naomba baba kwa angala wewe. Yangu na gete na mnalendo kii. Kweli mimi ni mchawi. Nakuongea kisukumu. Na anasali na hakuna kugundua mchungaji na sikofuata gundui. Kama huyu anamshukule. Sababu ile ni roho nyingine imo ndani yake. Wa mtumishi analoa kusomea hawezi atagundua kilichoko kanisani ni nini. Machani makubwa. Sasa hata sinipe nenda mzunguko. Na ubakta. Mmeomba tauna sasa chukua mzunguko ondoka nao. Aona asione si ndio anafanya. Okay na afanye. Sasa kama ukuti msukule. Sasa mama ataniua mimi sasa misukule yakipita. Tanaambia kwamba kinihurumia kimsukule imepo. Mama ataniua mimi kimisukule kiondoka mama ataniua mimi. Ile karatasi mkiipata muisome. Alikuwa na mpango kuchukua wewe kuua. Kamfanya yeye huo mko mimento mtoto wako kwa mimento na umento amefanya na mke wake. Cheza na mfano zaidi wewe. Mfano jina chimbua. Sema
naabudu sehemu salama. Utakosea njia. Naabudu sehemu nini? Wachawi wengi mno hapa. Eti amekuja anaumwa. Kumbe anakuja kutuangalia kama tunaona. Wachawi wengi mno. Kila wiki tupata 3 4. 3 4 wachawi. Wengi wanakuja usafiri wana komesha iseni. Fisi. Wanakomesha pale tukaone kama wanaona. Tukifika tunawaambia wewe mchawi atuogopi. Fanya wao tata. Niangalie usoni. Wewe ni mchawi. Tena sio mchawi usingiziwa. Mchawi unajijua. Na misukula unao nyumbani kwako. Misukula unao 30 au 50. Sisi masika. Mwinga wako tumemchinjia hamna kulima. Cheka misukula umepeleka mbinguni kupumzika. Hii yote ni kwa sababu ya kuongozwa na law ya theology. Hawezi akagundua vita vya kiroho. Yeye anayelinda kibinadamu. Sawa na mwalimu au mtunza hazina kibinadamu. Hawezi akagundua mambo ya kishetani. Yeye anayelinda kibinadamu. Yule ni roho wa kuzimu. Lazima agundulike. Uwezi kumgundua kama unayelinda kibinadamu. Haleluya kanisa shika. Sema amina leo tumisha Mungu. Amen. Sema amina leo wanafa. Amen. Kaja Mungu ili vipofu wapate kuona. Ndivyo amemwambia. Na wale ambao sio vipofu wawe vipofu. Vipofu wapate kuona. Wale ambao sio vipofu wageuke kwa vipofu. Amina Baba. Umeelewa? Umeelewa manamaanisha nini? Yesu aliongea Jumapili na kufundisha kwamba nimekuja ulimwenguni. Yesu kipindi duniani. Nimekuja ulimwenguni ili vipofu wapate kuona. Wale ambao wanaona wageuke kuwa vipofu. Hiyo ina maana hakuzungumzia kipofu wa kimwili. Alizungumzia kipofu wa kiroho. Mtu ambaye hajaujua ukweli wa Mungu ni kipofu. Na anataka msaada. Kipofu siku zote wanataka msaada. Wa kushikiliwa anaonyeshwa njia. Lakini wewe unayeona hutaki msaada, una macho ya kuona. Sema amina haleluya. Sema amina haleluya. Wale wanaoona Yesu alimaanisha wale wanaojifanya wanamjua Mungu. Wanaojifanya wana maslahi kwenye fahamu zao. Wanajifanya wana mamlaka hata mamlaka hawana. Hao ndio watageuka kwa vipofu. Ila wale vipofu wanakubali kuongozwa. Hawajamjua Mungu vizuri. Mungu atawafungua hao fahamu zao waelewe kweli. Sema amina. Ila watu wanajifanya wanaona. Wanajifanya wana Mungu. Mimi na Mungu bwana sisi tukile kuongozwa na mwanamke. Hao ni watu wanaojifanya wanaona. Kumbe hawana chochote. Kawana lolote. Hao ndio dhambi itazidi kuwakalia. Kama jinsi ilivyohubiri Jumapili. Sema amina. Dhambi itazidi kuwakalia. Kwa sababu wanajifanya wajanja. Wana nguvu ya Mungu. Wana Mungu wakati hawana. Sema amina haleluya. Hasa mtu anakaa misuke na hapo. Zaka anatoa. Misuke hichi ni muulizo na bibi. Wewe unasali. Na sali kuna mwanadamu asali kweli. Sasa unasali unakaa na misukule ndani kweli? Unamsiaki Mungu? Hakuna au kwa yule wao. Awaingie wao mimi wengine kwa mama anaita kwenda kwangu. Mama yangu mzazi anaua, anaenda kwangu na mimi nikiwa tunaunganisha wote. Kwa wote wao ndani ni watu ambao nyumbani kama mlivyoona. Sasa tunaua mama ataniua mimi. Mwache tumnisamee lakini mwache tuweze kukaa hapo. Ukimwona mshamba kabisa ni mshamba kabisa anatembea hivi. Lakini amefuga
watu zaidi ya 100 ndani. Anakaa nao na sasa ni muda wa kulima na ufungua kwenda kulima mashamba. Sasa mambo gani ya watumishi wa Mungu? Hiyo yote kwa sababu sehemu anayokaa na kuabudu hakuna roho wa Mungu. Kuna roho wa elimu. Hakuna roho wa Mungu. Kuna roho wa elimu. Nani ameweka makao? Mungu pale hayupo. Watu wanachukiwa makanisani, wanahifadhiwa. Makanisa wanazoea kama kuku, wanahifadhiwa. Paroko hajui, askofu hajui, mchungaji hajui, anakutisha, nenda na amani, mtoto ameshachukua msukule. Amani gani? Amani tunapotea. Amani tunakufa. Amani Mimi nasema kweli, na ndio maana nafuatiliwa na mazee. Yaani wanifuatilie tu, lakini mimi lazima niseme ukweli ya Mungu wetu wazi. Yaani nifuatilieni kabisa usiku na mchana, weka vikao vyenu mnavyokoa. Usiku na mchana fanya. Ila mimi lazima niseme. Nimetuma kuponya roho, sio kuangamiza. Nimetuma kusimamia kazi ya Mungu ipate ukombozi. Sikutuma roho iangamie, nimetuma kuiokoa. Ndivyo hivi. Ndivyo hivi. Wewe kuna kudua? Umefunguliwa ruhusa? Umefunguliwa kwa Mfalme Zumaridi na mbili. Mpaka unje kutoka. Kwa hiyo mtu atoke simu kama anapata uzima. Wewe unacheza na sukari wewe. Unacheza na sukari wewe, anataka kuja Tanzania. Mikojo inapita tu. Mpaka kitanda kinaloana. Sukari. Leo tunabado tunaenda kujua vizuri. Kwa roho na kweli safi. Mashine unaweza kujiunga sindano. Mashine aligao kisukari. Hivyo fanya tupa sindano kagawa. Angalia wagonjwa, unawaambia waje kusipona kusoma kwa sindano. Kama mashine. Lakini hakupata uzima hapo. Kaja kupata uzima kwa Zumaridi. Je, kuna nini? Kwa Zumaridi kuna nini? Kwa nini kula kupata uzima na unataja jina la Yesu? Kwa nini kile kupata uzima kwa Mfalme Zumaridi na leo hayuko free? Kuna roho wa Mungu ndani yake. Na ndani yake ana Mungu. Sio roho tu. Mungu mwenyewe mzima weka makao. Ndio maana kuunua viko kichika. Na kumzimisha huduma yake sebele. Lakini kwa sababu alikuwa ndiye Mungu mwenyewe, hakuwahi kuzimika. Alisonga mbele mpaka kusudi lake litimie duniani. Atukuze Mfalme. Atukuze Mfalme. Amen. Ndio leo Mungu ndani ya Zumaridi anaponya watu. Anawafungua watu. Anaweka watu huru. Lakini wanadamu wanainuka juu. Huyo anajiita yeye Mungu. Hata Yesu alisema anajiita Mungu. Ni kweli alikuwa ni Mungu ndani yake. Ni kweli alikuwa ni Mungu ndani yake. Leo tena Zumaridi anajiita Mungu. Sio kama anajiita. Ndicho ilivyo, sijiiti. Ndicho ilivyo. Amina haleluya. Atukuze Mfalme Zumaridi. Ndicho ilivyo. Kama tunakuja unaumwa unapona, sio unasema nini? Unasema nini pale? Unapoa umetoa dawa umepoda. Maji umenunua dukani pale, mafuta umenunua, sabuni umenunua umekuja hapa. Na kuwekea mikono kuelekeza fanye neno nafikiria. Sio Mungu ndani. Sasa kwa nini mwabudu mwanadamu? Wala nikwambia Yesu ni fisi au mbwa au kingu au nyauna. Sasa alikuwa ni mwanadamu kama mwanadamu mwingine. Ndani yake ndiyo alikuwemo Mungu. Lakini alikuwa na umbo kama la kibinadamu kama hivi leo unavyoongea hivi. Amina Baba. Lakini ndani yake ndimo alimokuwemo nani? Mungu. Lakini alikuwa ana mwili kama wangu, sio kama mwili wa chuma. Sio kama alikuwa roboti. Alikuwa na mwili kama
Ndio nisomee kitabu cha Yohana 10:7. Wale sasa Yesu alivyokuwa anakandamiza, alivyokuwa anawaambia. Yohana 10:7 nisomee. Na Mungu akubariki sana. Yaani sasa hivi wiki zote hizo ukandamizia kwa Yesu, watu wanasema sio marija anamkataa Yesu. Sasa mimi naomba kumfundisha yule Yesu. Sinamkataa. Kama mtu anamkataa kumfundisha. Na sura ya 10 mstari wa 7. Yaani tulianza 9. Sasa tumeingia Yohana 10. Jumapili tulifundisha Yohana 9. Si ndio? Leo tunafundisha Yohana ngapi? 10. Tunaendelea. Soma. Yohana sura ya 10 mstari wa 7. Yohana sura ya 10:7. Soma na Mungu pia akubariki sana. Amina. Amen. Basi Yesu aliwaambia tena. Yesu baada ya kuambia kwamba nimekuja ulimwenguni ili vipofu wapate kuona, wanaoona wasiwafai wawe vipofu. Baada ya kuambia Mafarisayo, maana Mafarisayo walimuuliza, kwa hiyo na sisi ni vipofu? Kwa hiyo sisi ni vipofu? Yesu akajibu, kama mngelikuwa ni vipofu, hebu soma. Hapo soma. Walipokuwa pamoja wakasayo, akawaambia, je, sisi vipofu? Wa Mafarisayo wakajibiwaje na Yesu hapo? Yesu akawaambia, kama mngekuwa vipofu, msingekuwa na dhambi. Kumbe mnaona. Lakini sasa mwasema twaona. Sasa mnasema tunaona. Sasa mnasema tunamjua Mungu, sio wewe Mungu. Basi dhambi yenu inakaa. Kwa sababu walijihesabia haki kwamba wao wana Mungu. Kumbe Mungu ndani yao hayumo. Ndio maana ya kusema tunaona. Sisi tunaona. Who's made so Mungu huyu? Hakuna. Kama ni Mungu angekuja nasi katika sabato yetu. Ndivyo alivyokuwa anaongea. Kama angekuwa Yesu ni Mungu, angejumuika nasi katika sabato. Yaani katika sheria zao, protokoli zao, Yesu angeungana nao. Ni ngumu kuungana na mtu ambaye ana roho ya Mungu akijibatiza. Sema amina. Sema amina wewe. Amen. Ni ngumu kuungana na nuru kati ya giza. Ndio maana Yesu akawaambia, kama mngelikuwa ni vipofu, mngelisamehewa. Sasa mnaona dhambi na kada yenu. Kwa sababu mnajifanya mna Mungu wakati Mungu hayumo. Nimekuja ulimwenguni ni Yesu niwakomboe. Lakini ninyi mnajifanya mna Mungu wakati Mungu hayupo atakayewasaidie. Basi dhambi itakaa. Vipofu watapata kuona. Wale ambao wanakubali kuongozwa, hawana ufahamu wa kimungu. Mungu atawapa ufahamu wa kimungu, watapata kumuona Mungu. Sema amina. Lakini wale wanajifanya mimi siwezi kumwaka Katoliki nimefika. Hapo ndio kuna Mungu. Ina maana yuyo anajifanya na macho anaona kuna Mungu pale. Kumbe pale kuna chama. Kuna chama. Sitoki. Nimefika. Usinang'anie dini kama mzimu. Tafuta sehemu yenye ukombozi. Kaa pale ukombolewe shida zako ziishi. Baada ya kusema hayo, akazidi kuambia, soma. Yaani hapa alikuwa anawaambia Mafarisayo wamuelewe, wangeukie kwake. Waabudu Mungu aliye ndani nini yake. Waachane na hiyo miungu. Lakini aligoma. Soma. Basi Yesu aliwaambia tena. Yesu akawaambia tena, mimi amini na umeona pale? Yesu akaambia, amini nawaambieni, mimi ndimi mlango wa kondoo. Akaambia, mimi ndimi mlango wa kondoo. Yesu anawaambia hao Mafarisayo, niangalieni mimi msagio mtoto jamani. Anawaambia Mafarisayo wanaomkataa Yesu, wanajifanya wanaona na Mungu, wakati Mungu hawana. Anawaambia Yesu, amini nawaambia, mimi ndimi mlango wa kondoo. Mimi ndio jamani, mimi ndio mlango. Ukinisikiliza mimi utamwona Mungu. Wote walionitangulia ni wevi na wanyang'anyi. Rudia. Wote walionitangulia ni wevi na wanyang'anyi. Wote walionitangulia. Wote ni majambazi.
waporaji. Sasa hebu niambie sasa, hapo Yesu alikuwa katika agano la kale na jipya. Kumbuka pale mbele kuna watumishi waliomtangulia Yesu. Kuna kina Ibrahim, kuna kina Isaka, Yakobo, Elia, Elisha, Yeremia, Amosi. Wengi Isaya. Wengi sana walimtangulia Yesu. Si ndio watumishi wa Mungu? Mpaka amefikia mpaka agano jipya. Kuna watumishi waliotoka huku wengi. Mpaka kufikia mpaka, lakini anasema kwamba amini amini. Naambieni, mimi ndimi mlango wa kondoo. Wote walionitangulia ni wevi na ni wanyang'anyi. Sasa Ibrahim alikuwa mnyang'anyi? Isaka alikuwa mnyang'anyi? Yakobo alikuwa mnyang'anyi? Shadraka, Meshaki, Abednego alikuwa mnyang'anyi? Wote waliopigana Amos alikuwa mnyang'anyi? Danieli alikuwa mnyang'anyi? Daudi alikuwa mnyang'anyi? Kumbe kumaanisha hao. Hii alikuwa anaongelea wakati alipokuwepo yeye. Alikuwa anaongelea wakati uliopita. Alikuwa anaongelea wakati uliopo. Maana wale wote watumishi walimaliza kazi yao wakaondoka. Wakaenda katika ufalme wa Mungu wakapata taji ya uzima mbinguni. Kwa hiyo alikuwa anaongelea wakati uliopo kama huu hapa leo. Alikuwa anaongea katika wakati wake, katika agano lake la 5. Kwamba wote walionitangulia ni majambazi. Tena ni wanyang'anyi. Hakumaanisha hawa. Alimaanisha kuna wale waliokuta habari za hawa wakaanza kujiinua, nimetumwa na Mungu, kumbe kapata habari kutoka kwenye mawe. Sema amina wewe. Kapata habari kutoka wapi? Kwenye mawe za watumishi waliopita. Kisha akasoma pale na akaibuka. Na akajifanya ni mtumishi kwa jina la Mungu wa Isaka. Na akajifanya mtumishi kwa jina la Mungu wa Yeremia. Na akajifanya mtumishi kwa jina la Ibrahimu. Kumbe ndani yake hana kitu. Kumbe ndani yake toba. Hawezi akasaidia mwanadamu yoyote ile kumponya. Atukuze kwa Kiswahili. Amen. Haya wote walionitangulia ni wivi na wanyang'anyi. Sasa akisema wote, Mafarisayo wote, Masadukayo wote walikuwa ni wanafiki. Wanaosha kikombe ndani nje, ndani uchafu. Hakuna ndani Mungu. Ndio maana akawa anawaelewesha, mimi ndio mlango. Nifuateni mimi, nisikilizeni mimi, niwaelekeze habari njema za Mungu. Ziko ndani yangu. Mtapata uzima kutoka kwangu. Wote walionitangulia ni wizi. Hawana Mungu ndani yao. Majambazi wanatangulia. Alafu wema anakuja nyuma. Atukuze mfalme Zumaridi. Sema mimi haleluya. Amen. Majambazi wanatangulia. Wanakuja wema, sasa Mungu anainua mwisho kuja kwa wote watu waliofungwa. Atukuze mfalme Zumaridi. Nije ilika leo. Wanyang'anyi wamejaa. Kona zote ndashika. Kona zote shanda la mama. Kona zote bibo bobo. Kila kona yanashika. Mungu perato. Ndio kuja kusalimia leo mtakaa hapa. Kipindi Yesu yupo. Huo ni wakati wake. Wakati wa kinebremu uliisha. Hakuongelea wakati wa kinebremu. Aliongelea wakati wake ni utawala wake. Wakati uliopo. Hakuongelea wakati uliopita. Hata kipindi anasema hakuna jina lingine lipaswalo kuokoa ni jina la Yesu tu. Aliongea wakati yeye yupo. Kama ni jina lile hata la Ibrahimu liliokoa. Hata la Elia liliokoa kipindi sio sasa hivi. Hata la Musa liliokoa. Hata Isaya aliokoa. Hata Dani aliokoa. Lakini aliongea wakati wake kwenye utawala wake kwamba hakuna jina lipaswalo kuokolewa kwao isipokuwa ni jina la
nani? Kuna yule wawili lakini. Kuna yule aliyeenda jehanamu, kuna yule aliyeenda mbinguni. Atukuze mfalme zaidi. Kama jina yaliokoa, Shadraka, Meshaki na Abednego yaliokoa. Yaliponya. Yakatenda makuu. Yalipomaliza utawala wao, akaja Masihi. Naye akatawala. Katika utawala wake ndipo akaanza kuongea, hakuna jina katika utawala wangu litakalookoa isipokuwa ni langu tu. Sasa watu mpaka leo wameng'ania hiyo mpaka kizazi hiki. Na ndio maana watu hawaponi. Ndio maana wanakana misukule kanisani. Wanakana misukule kwa sai na sadaka watu misukule wanakaa ndani. Sababu wameng'ania ile neno wakati ni mtu ambaye ameshamaliza kazi. Keshapita kamaliza. Atukuze mfano. Akaambia mimi mlango. Kila ajapo mimi atamwona Mungu. Kipindi hicho. Sasa leo wewe unamwona Yesu. Wageni unamwona Yesu. Unamwona Yesu baba. Lakini mimi tunaliona. Sasa wewe Yesu anataka kupigia shida zako wewe. Tuseme tu ukweli. Wageni wao wamemetisha mke wako. Yesu anataka kupigania wewe, unamwona au mzee unamwona Yesu? Utaita tu kwa jina la Yesu, niokoe. Hawezi akakuokoa. Niulize kwa nini mama? Niulize msimuulize vizuri. Kwa sababu utawala wake umeisha. Umeona? Utawala wake umeisha. Sasa hivi Yesu ana utawala mwingine. Juu katika ufalme. Umeona? Kapewa kazi. Yesu anahesabu matendo ya wanadamu duniani. Hiyo ndio kazi aliyopewa na Mungu muda huu. Wakati huu. Yaani kipindi kwa duniani alifanya kazi, akapambana, akawafahamisha watu ukombozi wake. Jamani nisikizeni, mimi ndio mlango. Sasa ni mchana, usiku unakuja. Nisikizeni mimi niwakomboe. Wakati bado nuru ipo. Nilisoma Jumapili hapo kule. Sinakumbuka. Aliwaambia sasa ni mchana. Akuongelea mchana huu hapa. Alimaanisha kama sasa hivi kuna nuru ya roho. Changamkeni wanafunzi wangu mpate kitu kutoka kwangu. Giza inakuja, nitaondoka duniani. Patabaki giza, nitarudi katika ufalme wa Mungu. Changamkeni bado nipo. Sema amen. Kwa Yesu utawala wake hata leo uko mbinguni. Anatawala kule. Anamiliki kule. Duniani tena hatungeita jina mpaka ukakuchukuka. Huwezi kuona mwanga unatoka katika maisha yako. Ndio maana watu wanalogwa na wanaabudu katika makanisa na wanalogwa. Kanisa ina watu 500 na kitu kama 600. Kila mmoja ametoka katika zebu lake mengania hapa. Kweli baba. Nikiuliza hapa kila mmoja, wewe kuna shida gani? Tukwambia hakuna mtu aliyekaa hapa kuja kwa salama. Amina. Nini kilio? Huu ni ukimbizi. Hawa watu ni wakimbizi. Wamekimbia kwenye mahema. Katika Mungu wamekuja hapo kupata msaada wa matatizo. Na wamepona. Pressure, pona. Sukari, pona. HIV, pona. Nini? Pona. Kulogwa, pona. Kansa, pona. Moto, pona. Walevi, pona. Hata kulewa. Mamlaka ipi iliwafungua? Ni mamlaka mpya ya jina jipya. Mungu wa haleluya. Haleluya. Kuna utawala wa Yesu. Subiri wale hapa alikuwa anawaambia wale Farisayo, utajua. Hapo akida kufunguka, endelea kusoma. Lakini kondoo hawakuwasikia. Mimi ndimi mlango. Mimi ndimi mlango. Maana ya mlango. Maana ya mlango. Wewe unapotaka kuingia ndani baba lazima upitie mlangoni ndio tuingia ndani. Wewe kupitia ukuta mchawi. Unapitia mlangoni chuyuna kama unafungua
shughuli zako, si ndio? Mlango, maana ya mlango, yeye Yesu aliwaambia mimi ni mlango, kwamba mimi nina kila kitu cha kimungu kimo ndani yangu, bila kushuka chini yangu. Wewe hujamwona Mungu mpaka unisikilize mimi. Mimi ni mlango wa kukufikisha wewe katika matatizo yako yote unayotaka mbele za Mungu utatendewa. Utaamini. Unataka kuingia mbinguni, utaingia. Utaamini. Usiponisikiliza mbinguni hauwezi ukaingia. Mimi ni mlango wa kondoo. Kondoo ni wewe. Kondoo ni mtu anayemcha Mungu. Mlango ni kiongozi aliyesimama kutangaza habari njema za ufalme. Huyo ni mlango. Sema amina. Amen. Kwa nini nyepesi sana? Atukuze mfano. Mimi ni mlango wa kondoo. Kondoo ni wewe. Mlango ni kiongozi. Kiongozi anapokupa mafundisho, anakupa njia ya kumwona Mungu. Kiongozi akiwa ndani yake na sheria ya kibinadamu, yani ana torati ya kimwili, huyo atakupa sheria zake tu. Hawezi kukufungua wewe kumwona Mungu, kwa sababu ndani yake roho wa Mungu hana. Mwenye kufanya umwone Mungu ni yule aliyetokewa usingizini, analala, akasema na Mungu, akafunga mkataba na Mungu, akaweka sahihi, akajitoa mwanga kutangaza habari tena ya ufalme. Huyo ni kama jinsi Ibrahimu Mungu alimtokea usingizini, akamwambia Ibrahimu akamwita, naam, nani Bwana, ni nini? Nimekuja kufunga na agano kwa habari ya kuongoza watu wangu chini ya jua. Kwanza leo hautaitwa Ibrahimu, Abraham alikuwa Abraham, utaitwa Ibrahim, na nitatoa wafalme katikati yako, utamiliki na utatawala, na wafalme wa nchi watatoka kwako. Sio wafalme, sio wabunge wanene, wafalme ni watumishi wakubwa, watatoka katika kiuno cha Ibrahimu. Manabii wakubwa watatoka katika kiuno cha Ibrahimu. Wainjilisti wenye mafunuo watatoka katika kiuno cha Ibrahimu. Haleluya. Kwa hiyo kumbe Mungu anatenda na watumishi, anawatokea, anasema nao kama mganga huanza kuroga usiku, amelala usingizini, kisha anaoteshwa ndoto za kichawi, kisha anaoteshwa kabla hajaanza kuroga, anaanza kuota na roga, kisha analoga kimwili. Sema haleluya. Ndivyo hivyo, kabla hujaanza kuroga, unaanza kuroga katika usingizi, kisha unakuja roga katika mwili, unaonekana unaanza kupaa, lakini ulianza ndoto. Utaamka asubuhi, mama nimeota na watu wengi wamevaa mavazi meusi tunacheza ngoma, kumbe ulienda kuroga katika mangwaro, kisha unaanza unaloga kimwili. Waganga wote walianza kuroga kimwili, walifunga mkataba na shetani usingizini. Anaota, anaamua, anaota anachuma majani, anaota anafanya nini, baadaye anakuja na vifaa vya kimwili, kishafunga mkataba na roho mchafu usingizini. Bwana Mungu ndivyo alivyo, anafunga mkataba na watumishi wake usingizini, anawapatia mamlaka, anasema nao, anapata kuwawekea mpaka saini na muhuri. Utakuwa mtumishi wangu, kuokoa roho zangu chini ya jua, kuwaweka watu huru, mateso ya magonjwa na mateso kila aina ya uchafu. Atukuze mfano. Huyo Ibrahimu, ukisome Mwanzo 17, usisome, nilisomea. Nenda kaona jinsi walitokea Ibrahimu. Soma Mwanzo 17 mpaka mwisho. Mungu jinsi alivyoongea na Ibrahimu, kwamba watatoka wafalme katikati yako na watamiliki, na utazaa watoto wengi kama nyota za angani. Mungu akumwambia watoto kama wakimwili wa kuzaa hivi, watoto wa kiroho, wafalme ni watumishi wakubwa katikati yake. Sio akumwambia wataenda kusoma watakuwa wakubwa, akumwambia hivyo kwamba kupitia
wa kondoo. Kila ingiaye kwa mimi atamuona Mungu. Sema ime. Soma na Mungu akubariki sana. Mtu akiingia kwa mimi ataokoka. Mtu akiingia kwa mimi ataokoka. Sasa huu ni wakati uliopita. Yesu aliwaambia watu aliyokuwa anaona kama anavyokuona wewe mimi. Amina baba. Bila aliyokuwa anawaambia. Haya sasa hivi sisi atusaidii. Kinachotusaidia ni mtu tuliyemuona. Huyo ambaye amelala yuko mbinguni hawezi kupigania maisha yako. Kashamaliza kazi. Hawezi kupeleka maombi kukuombea wewe. Mbinguni hakuna maombi. Na maana Mungu atatoa mwingine duniani. Mfalme Zumaridi akupigania wewe unaonekana. Haleluya. Kwa ahadi na Mungu akubariki sana. Ataingia na kutoka naye atapata malisho. Sasa kila ingia kwa nini ataingia na kutoka na kupata malisho? Huyo ni Yesu. Sasa hivi Yesu anakulisha wewe. Anakulisha Yesu wewe leo. Alikuwa anawaambia wale watu waliokuwa nao kwamba yule ni wakati uliokuwa kwa kipindi hicho. Kila atakaye kwangu kwa mimi atapata malisho. Kwa sababu alikuwa yupo wanamuona na anaongea unamsikia. Leo kamaliza kazi, utapata malisho kwa wakati hayupo. Wewe upate malisho kwake kupitia mtumishi aliyesomea. Kila ingia kwa mimi atapata malisho. Malisho yatokea mcho katika ufalme wa Baba. Sio malisho goigoi. Goigoi visima vya maji machafu ya chini. Unakunywa maji ya usiyochemshwa na ubao typhoid. Watu uchemsha maji. Atukumse Bwana. Nimewaacha hapo ndio hapa. Tawarudia baadaye. Twende mbele. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima. Majambazi wamekuja ili waharibu. Tena wamekuja ili waharibu. Hawakuja kukupa uzima wewe. Maana ndani yao kuna uzima, kuna elimu. Wamekuja ili wakuharibu. Majambazi. Yesu alikuwa anaongea kipindi hicho wakati ule. Kwamba wamekuja ili waibe, waharibu. Wakuibia pesa zako, toa zaka, hakuna uzima. Toa michango, hakuna uzima. Toa shukrani, hakuna uzima wote unaotoka kwako. Kama kuloga mtindo mmoja. Kama nyumba yako hapo kuna kiingilio na mambo unatoa zaka. Kama ni kuchua msukule, chua msukule. Unakufa ghafla. Alikuwa na pressure, umepanga kwenye kona. Na zaka unatoa. Kwa sababu uko kwa mnyang'anyi, uko kwa mwizi, lakini haujui kama uko ndani ya mwizi. Sema amina. Amen. Endelea. Mimi nalikuja ili wawe na uzima. Kaja ili wawe na uzima. Alikuja ili wawe na uzima wanadamu. Duniani kipindi kile yupo. Sasa leo hayupo. Nani anakupa uzima wa milele? Kama nini alikataa? Nani kaja kwangu kupigania wewe? Haya, umemkataa. Si mnamkataa Zumaridi? Wanamkataa, wao ndio walikubali hapa. Wewe uje wa kwangu ambao nimekufungua umepona sasa hivi na smile. Lakini wale wa nje wanataka milima wanisikia. Si wananikataa. Sasa nani anapigania duniani? Watu kwa mbinguni kisha maliza kazi umeng'ania. Kwa jina la Yesu, wanisaidie, unazidi kulogwa. Unazidi kufungwa. Unazidi kupiga mikosi. Unazidi kuteketezwa. Limekuja jina kwa lipinga. Nani akukomboe? Wewe unakomboa na babako aliyekufa. Umeshazika babako atalisimamia tu. Hata nini pia anakulipia hadi kaburini. Hata kulipiaje hata ujui kwa wapi. Nibakia tu chini na babako. Msa.
Baba msaidie mbali baada baba msa. Na baba masomo yangu baba. Utaita jina la Musa niweze kusikia maana Musa alishazikwa. Na Musa yupo ule mwili tulizikwa. Musa yuko jehanamu ujui, kuzimu ujui, mbinguni ujui. Nani atakusaidia? Hata Musa ameshakufa. Kafa na watu wakagoana na ulisi. Wewe bado naangalia baba yangu msaidie baba. Utaandoa ni kichaa. Unaeti jamani mtu ameshayuka. Anaita baba ameshafariki. Unaenda kwenye kaburi. Baba mko nisomeshe. Baba mko nisomeshe. Ndio sawa na watu wanaenda kwenye kaburi la Yesu. Wanachukua mchanga, ito wasaidiwa kwa maji. Mnakuja mnauzwa na kwenda Israeli sikatizo. Kilichowekwa pale Israeli sio roho kusaidia. Israeli umewekwa pale mwili tu wa Yesu. Lakini roho aliyekuwa na tena yuko mbinguni tayari. Maliza kazi hayupo pale. Pale ni sana mimi leo nife hapa. Kinachofanya kazi sio huu mwili. Kinachofanya kazi ni roho ambayo imeshamofoka. Karudi alikotoka. Hata angalia kuja kuchukua kwenye mdomo mchanga unakuja kusaidia wewe. Au maji, unakuja kusaidia wewe. Sasa wameenda Israeli wangapi? Si wengi mno. Wamefunguliwa. Wana Mungu. Wamebarikiwa. Wamepona. Uzima kisha wawe nao tele. Kaja ile hapo uzima kisha wawe nao tele kipindi hicho. Kipindi hiki unatakiwa ugundue na ufunguke ufahamu nani ananipigania ni upate uzima milele. Tuna vita. Tuna winga na shetani. Lazima awepo msimamizi wa kukupigania wewe. Usiku na mchana napigania roho yako zivamiwe. Yesu anakupigania uko mbinguni. Uliambia mbinguni kuna maombi. Utakaleta bikira niombe. Yule mmaliza kazi kwa mbinguni anakuombeaje? Mbinguni kuna sifa na kuabudu pekee, hamna maombi. Yesu niombe. Yesu hawezi kuombea. Mbinguni kule kuna maombi. Kuna nyimbo za sifa kule wanafika watu walioshinda vita. Wewe bado unapepesha vita, kitu umeshashinda vita mmaliza. Yosefu niombe. Yosefu kamaliza kazi kwa mbinguni anapumzika. Hawezi kuombea. Mbinguni hakuna maombi, mbinguni kuna sifa. Unashauri kunaomba niombezi nani? Mungu unazidi kulogwa. Niombezi nani unazidi kulogwa. Niombezi unazidi kulogwa. Niombe kwa cheo unatembea ndani na unamshika kitabu cha niombe. Huko achemo ndio anakula nyama zako. Anakombea ni yule ambaye yupo. Aliyemaliza ameshashinda. Ndio maana akaitwa ameshinda. Mtu aliyeshinda huwezi kurudi tena kumpa kazi. Kashashinda. Huwezi ukarudi kumpatia kazi. Mimi nimeshashinda. Niko mbinguni. Wao niambie nikuombee. Nikuombee mimi nitamaliza duniani kazi yangu. Kazi yangu niliyotumwa na Mungu nilifanya chini ya jua. Niliwaponya mlioniamini. Mlionikataa niliwaacha. Leo nipo katika ufahamu na pumzika. Unaniambia kwamba unaniambia nikuombee. Nimeshafika na taji la ushindi, nimeshatumikiwa. Na kuombeaje nimeshafika mpaka taji? Na kuombeaje? Ninazikwa mpaka taji la ushindi. Mwanangu umeshinda. Nikapewa naongea. Nikapewa na gari, ndege, majumba, mazawadi. Nikapewa mbinguni, nikafanyiwa na sherehe. Baada ya duniani niita niombee. Na tayari nimeshafanya na sherehe mbinguni. Siwezi nikakusaidia. Utabaki kubeba msalaba tu kwenye kishingo, kwenye mkono, kwenye mgwabi, lakini hauwezi kupata msalaba na msalaba uliovaa. Umevaa pambo. Watu hawaje msalaba yao hapa mapepo wanayo. Tunawavurisha. Hawaje msalaba yao hapa. Wanakuja na roho zao wamevaa na magonjwa tele. Na wamelogwa. Na hata maadui wajui tunawaambia sisi maadui na majina tunawatajia na tunajua. Na kabeba
unapobeba msalaba ni mizigo. Unajitwika mizigo. Unaposikia aliubeba msalaba akaelekea Golgotha. Wewe unabeba kutele mujibu wa andiko hilo. Unataka unaambia Yesu kibeba msalaba mkubwa ambao kama usiangalie hadi kwa kweli. Andiko linaua, roho anauisha. Kwa nini mtu kuambia Yesu alibeba msalaba mkubwa kama akaanza kutembea kama mtu kutembea hiyo roho? Sinatembea ni msalaba amebeba hivi. Tuongeni ni makubwa kama na Yesu kile mnajiona vile na muigizaji. Tembea sokoni msibebe kidogo mkononi. Tembea na kandinga ya msalaba kwa nini nyanya na unao. Unaenda kwenye maji unao. Unaenda kununua nini sokoni beba ya hivyo kama yale. Usiende kuongea msalaba hivi tembea nayo sasa. Kama unaonekana taila mjini. Msalaba ni mateso. Huyu atuwa ni msukosuko. Aisema na msalaba. Msukosuko. Yesu akubeba msalaba kama unaona wewe. Hiyo ni picha video tu. Mtu amesoma maandiko akacheza filamu akauza. Amina baba. Yesu amekomelewa ni mwanadamu ndio mkoma mswali kiasi hicho. Mwanadamu tano tumemkomelea hivi. Ni mwana mkubwa serikali. Tunauliza sio hapa kwa serikali? Hapa kwa serikali. Kwani Yesu alikuwa ya kanisa mpaka kanisa la Mungu pamoja na serikali hiyo. Sasa mtu ni hebu nicheze ni muone sasa kama nitakuchezea wewe. Serikali chezea mnyama sio mtu anayepumua. Ukichezea mnyama serikali itakuchezea. Ukichezea mwanadamu kanikomelea utakoma. Serikali itakwenda ndio utania mpaka unakufa komlo. Atakuja mfano. Hayo ni maandiko. Msalaba aliobeba ni mateso. Ni maneno makali shutuma alizokuwa anapewa na wanadamu kwa habari ya kutangaza habari za ufalme. Watu walimrukia na kwenda kumtiaga na kumkulia mawe katika ulimwengu wa roho, mikuki ya kiroho. Sema amina, haleluya, amen. Atukuze mfalme Zumaridi. Tatizo watu naangalia maandiko, ndio maana Yesu aliwaambia chunguza maandiko mnafikiri na uzima huo. Si hivyo huko imeandikwa. Niliwaambia ni Yesu mwenyewe. Mnanikataa mimi, mnachunguza maandiko. Nafikiri kuna uzima ndani ya maandiko. Unaona sasa? Niliwaambia mnachunguza maandiko, nafikiri kuna uzima ndani huko. Huko hakuna uzima. Uzima ni roho. Haya yamefungwa. Mungu hapa angeachia wazi haya hata mchawi naye angeingiza watu mbinguni. Hata mganga angeingiza watu mbinguni. Hata mlevi angeingiza watu mbinguni. Hii ibani waitaka siri ikafichwa. Paka aje mtu mwenye roho kufunua. Kisha nakurudisha cha ndani ndipo muone Mungu. Paka uwe cha ndani. Maana halisi ya neno ndio Mungu. Kaa ndani yangu. Kaa ndani yangu na mitanie. Ombeni mtakalo lote nami mtatolea. Watu wamejaza Biblia katika fahamu zao. Wamejaza maandiko haya. Biblia yote kama soma Malaki, anasimama Malaki 5:6. Anasimama bila Biblia na kusoma ilivyo. Lakini bado analogwa. Kama haya maandiko yangekuwa ni Mungu, hakuna mtu angerogwa. Watu wamejaza maandiko ndani ya fahamu zao. Wameyasomea na wanalogwa na wanachezewa na wanaangamia. Kinachomsaidia mtu sio haya. Kinachomsaidia mtu ni neno, mafunuo, ufafanuzi. Ndiyo Mungu wa kumkomboa mwanadamu kutoka katika shida, katika mateso, katika mizuka, katika
Mimi ndimi mchungaji mwema. Mimi ndimi mchungaji mwema. Huyo alikuwa ni Yesu. Leo hatumuoni. Alishalala mauti, akaenda mbinguni. Leo mchungaji mwema ni huyo aliyeongea hapa. Huyo ndio mchungaji mwema. Mimi ndimi mchungaji mwema. Yesu aliwaambia Mafarisayo, mimi ndimi mchungaji. Aliwaponda. Unaposikia Mafarisayo ni wanadini, ni viongozi wa dini, wanajifanya wale ndio wanadini, wana masinagogi, kumbe ndani hakuna kitu, uwezo mtupu. Aliwaambia, mnajifanya mnaosha nje vikombe, kumbe ndani uchafu. Si ndivyo aliwaambia Yesu? Mnajifanya mnaosha nje, ndani uchafu. Ndivyo ilivyo. Watu wanajifanya hapo watakatifu, kumbe ndani hawana Mungu. Amina baba. Kondoo wanalimwa, kondoo wanakufa tu. Kondoo wanachukua msukule. Kondoo wanaangamia. Kondoo wanalokwa na kupigwa shoko. Mimi mchungaji mwema. Soma. Amina. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Amina. Mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake. Hiyo sinijibu hilo. Watu hawapokei mishahara. Anapokea. Hawapokei kila mwezi. Anapokea. Sasa si hapa jibu. Soma. Ila kinifuata niambia wewe soma hapo. Amina. Soma. Hiyo ni mahakamani, soma hapo. Najibishana tu mahakamani kesi. Watu mnapokeza roho za watu wanasema nimetungwa wakati nalipa kwa mwezi. Mshahara wanalipa kwa milioni 2. Wanalipwa baba. Chambato wakote. Hadi pension. Egetitu kote. Mshahara makusanya na kwenda parokia. Parokia. Ile jimbo hapo natoka mshahara. Sasa sio lazima alipwe. Sema gamba. Unamfanyia roho mtu gamba wewe? Roho wa mbinguni kabisa anatoka juu mbinguni. Unaenda kumsomea roho wewe? Akiamua hata ni mimi lazima niseme kweli ya Mungu. Tunadijai mzuri sana kueleza. Soma tena hapo. Amina. Mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Tulia. Amina. Nakwambia hapo ndio patamu. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili yako kondoo. Wewe ni kondoo. Unatakiwa ulindwe. Sema amina. Kama mchungaji huwezi ukamlinda kondoo. Mpaka ujitoe, ukubali kesi zote. Kama Yesu alijitoa, anakubali kesi zote za Farisayo kumtaka kumuua. Alikubaliana kwa ajili ya kondoo muone Mungu. Sema amen. Kwa ajili ya kondoo muone Mungu. Na leo ufalme zumarudi. Kwa sababu nitumwa na Mungu. Nimetokewa. Nimesikia sauti ya Mungu. Nimeweka mkataba. Nimeweka sahihi ya kumtumikia Mungu aliye kufikisha mbinguni. Sikwenda chuo cha Bible College. Sina philosophy ndani yangu. Nina ufalme wa Mungu ndani yangu na mimi nakupa ufalme ukae nao. Filosofi. Sina sioria. Nina ufalme wa Mungu kwa ndani yangu. Na ufalme huo na uleta kwenu mpokee. Ukae ndani yenu. Kisha miliki ya utawale ndani ya vifuo vyenu. Mtasiwe manyamba na majabali ya kishetani
kunyanyua. Haleluya, haleluya. Lazima mtumishi ambaye katumwa na Mungu ana unafiki ndani, huwa na misukosuko mingi, lazima kubali kuutoa uhai wake. Kama ni kalasi, kama yote lije mbele yangu, siwezi kuficha kweli. Ni kalasi, kwa yote inikute, nife na kufa kwa Mungu. Nama kuniua, hayupo kwenda kuniua mimi, hayupo. Nasema tuani na bunduki 80 hapa, hayupo kukatika. Natangaza habari njema ya ufalme. Nimekuja kukomboa na kuokoa. Nimekuja kusema kweli ya Mungu ikae wazi, wakakombolewe, waache kulogwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Shangilia watoto wangu sawa. Na kunishangilia unapokea kitu. Asante kwa sadaka. Mungu akubariki sana uliyetoa. Ubarikiwe uzidishiwe. Kama toa sehemu sita, Mungu yuko anafanya kazi. Mchungaji mwema ni yule anajitoa kwa ajili ya kondoo. Usilali. Masaa yangu kulali machache sana. Na kupigania wewe mwanadamu. Sina masaa. Siwezi kulala hata nikipanda tenda na tafakari habari yako. Nitakufikishaje katika ufalme? Adui yupo anatembea usiku na mchana kulinda wewe. Nami atafakari. Napoingia kitandani nataka kusema na Mungu. Nasema na Baba kwa habari yako. Takuvushaje Baba, nipe mbinu. Nipe mbinu na njia ya kuvusha kondoo wako. Nipate kuwasalimisha Baba. Wafike kwako salama. Sina la kulala. Naipigania wako. Huyo ni mchungaji mwema. Sina naye koroma. Saa 2 wakitembele na asubuhi hakujui. Hakuchai. Hawezi kuombea. Unasema ni mtumishi huyo. Huyo sio mtumishi. Mtumishi ni yule anajitoka bali ya roho. Kwa bali wewe ni roho. Unatakiwa urudi kule ulikotoka katika ufalme. Umetoka mbinguni. Unatakiwa urudi mbinguni. Ili urudi mbinguni lazima tawepo mtu unayemuona mwenye kupigania ikufike. Maana kuna nyati katika roho wanakurudia kukunyata. Na Mungu na simba anamuita nyati kukata mtumishi wake. Kumkata nyati chini ya huru. Hiyo ndiyo kweli tupu. Chungaji mwema ni yule kubali yote. Anakubali kuoa. Ningalikuwa sijajitoa na Mungu ananituma, nisingekuwa Mwanza leo. Ningekimbia misukosuko nilipata. Misukosuko kupigwa majambazi na kufamia na nini. Nisingekuwepo. Ningekimbia mji wa Mwanza. Lakini bado nipo. Wanakuja na kuta hewa. Wanakuja na mipango na panga ya kuta hewa. Wanda kuniambia kiambazi na kuja pamoja kuiba nini hapa? Unaniita kuiba hapa? Siambia mtoto roho yangu aliua kusudi nitoke duniani. Mama anajua kichoko mli kitu gani? Hakuna. Hafi mtu. Mpaka ufike mbinguni na mwambia.
makofi mengi. Habari ndio hiyo. Mchungaji mwema hutoa uhai, anakupigania halali. Sasa jamaa kule sasa hivi anastarehe mbinguni, anafuraha mbinguni, ana amani mbinguni. Naomba ni kazi niombe. Ndio ambao unalogwa na ndio ambao unakaliwa. Unaamka jamani, mgongo jamani, kwa kweli leo jamani, takia ifanye kazi ngumu. Umefanya, nimeamka nimechoka, utajiri nifanye kazi ngumu. Umefanya, umekaliwa na wachawi. Kwenye vikao ulipelekwa, ukainamishwa hivi, jamaa kaendelea vikao vyao. Wale tuwaoneni tuko kwenye mambo, tunapelekwa mpaka kwenye vikao vya wachawi. Unakuta watu kwenye ule mtaa wametolewa wote, wamekalishwa hivi, hapo machawi yako hapa yanaendeleza vikao. Na huyo aliyekalishwa ni anaabudu vizuri sana, ni anatoa fungu la 10 kwenye jumuiya ya Kosi, na amekalishwa. Kwa nini umekalishwa? Kwa nini umefanikishwa kubebwa wakati tunamtumikia Mungu? Kumbe unataja chini ambayo imemaliza nini? Kazi. Mamlaka limeshamaliza, muda wake umeisha, lazima wajamaa kukalie. Mimi nakwambia kupitia mafundisho kuheshimu huko moto unawaka. Haya maneno yanaongea moto unawaka. Sema amina yule. Endelea. Mchungaji mwema ni yule anayetoa uhai, kwamba anakubali ili uone liwe kwa habari yako wewe uwe salama. Anakubali ainukiwe, anakubali apate misukosuko, anakubali kukaliwa vikao na cabinet ya watu wengi, lakini yuko peke yake. Anatetea roho yako imwone Mungu, anatetea roho yako upate kufunguliwa. Mtu kama yule ana misukosuko kila aina. Kama hujatumwa huwezi kujitoa, huwezi kukabiliana mambo kubwa kama hayo. Mimi na umri ya miaka 34, nimezaliwa mwaka 82 mwezi wa 10, 84, 82 na miaka 34, lakini nakabiliana na makubwa ambayo hata mwenye miaka 60, 70 hajakutana nayo. Nayo kutana nayo mimi, na kutana nayo kwa ajili yako. Sitakubali mpaka nikuchomoe kwa jina la Mungu. Paka haki yako iwepo, paka upokee haki yako. Tapambana nao paka kieleweke, na paka uwe huru kwa jina la Mungu ndani ya. Sitakubali. Na kuambia kama nyote imeenda paka itarudi, kizazi kimeenda paka itarudi. Una mikosi paka utapata baraka. Haleluya. Sitakubali paka haki yako itakapotokea. Niko lazi hata nani angekuja hapa, Mungu anisikia, natangaza ukuu wake na ufalme wake ukae ndani ya roho za wanadamu, wapate haki yao. Wanadamu wapate kuwa nchi mpya, maana mbingu mpya imeshatinga, maji matakio mwa nchi mpya ili muone Mungu. Sema amen. Haleluya. Soma mwana ufalme. Amen. Mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake. Sasa sio mali yake. Mtu wa mshahara. Sikia maandiko yaonaje kwa huko tunakosomea huko. Wayaonya huko kwa walimu wanaofundisha, wanawaficha, wayaonaje? Wanayakwepa. Jana bwana wenyewe. Kwa kumbe zamani walikuwa wanalipwa mshahara, Mafarisayo walikuwa wanalipwa. Ni wale Yesu iliongea hivi. Walikuwa wanalipwa, ndio mpaka leo wanalipwa. Alafu wanajifanya wanaona wakati hawana kitu. Wajifanya wanaona. Yesu alikuja hivyo vipofu wapate kuona, na wanaona wao vipofu. Wakaiga hivyo. Wao wanamkataa Mungu wa kweli. Wajifanya wanajua wana Mungu. Tuna Mungu. Siwezi kuongoza binti, ndio utaongozwa. Ndio utaongozwa.
wazee wanamalizia kazi, utawezaje kuombea wewe? Hawezi. Mwili umeshiwa nguvu. Lazima Mungu akema chipukizi. Kisha pambane na majeshi ya kuzimu apigane. Wafikiri mchezo. Wewe unataka mzee ataweza kuomba mzee masaa 6. Nataka mpapa shetani. Mungu hawezi. Mungu anakaa kwa shupavu. Mimi ni mnene lakini na nguvu za ajabu. Amen. Nikishusha skali mmoja shetani kama ana kiuno kinakatika. Nataka kufuatilia kipi? Mchungaji wa mshahara si mchungaji, wala kondoo si mali yake. Yesu huyo. Na mimi natembelea kwa kibali, nimetoka kwake mbinguni. Mtu wa mshahara hawezi kuwa na uchungu na wewe. Ana uchungu na mshahara wake tu, wewe mwezi mwingine alama milioni 2. Na mshahara unatokana sadaka zako wewe. Hana uchungu. Hata ungeenda umebani wa kiasi gani, hawezi akakushughulikia. Na ndio maana ukuta watu wengi wana matatizo yao wanapelekea waganga. Na wanaabudu. Unajua nisaidie. Mungu anasaidia na mtu kama uliumbwa na Mungu peke yake, Mungu anaweza kusaidia na nani? Imeandikwa tafuta Mungu ukipata uniambie. Ni sehemu hii maandiko kujisaidia na Mungu akusaidie. Hakuna sehemu iliyoandikwa. Huo ni uvivu. Hawana uelewa wa kimungu. Wanaparamia vitu ambavyo vimo kwenye maandiko. Mungu kama aliniumba mimi, kaniumba hivi na mamlaka hii nionayo. Tena asaidie na nani? Shetani anamsaidia Mungu jamani kwa Mungu. Mtu wa mshahara si mchungaji. Si kufishi. Hata kama Mungu mnaabudu, mmekuja kujifanya kuabudu, mmekuja kuchukua sera. Chukua, peleka huko. Sio wala kondoo hairuhusu. Mtu anayevipwa hawezi kumfikisha kondoo mbinguni. Mimi niko hapa ili wewe nikupe ufalme ukae ndani yako. Ili Mungu akuhitaji, tayari umeshapokea ufalme kwa mtumishi wa Mungu ufalme. Unaenda katika ufalme wa Mungu. Haya, anaenda kusomea chuo. Atakupelekaje mbinguni wewe? Anakupelekaje katika ufalme? Na unaabudu ili uende mbinguni, mengine ziada. Yote baraka ni ziada hizo. Cha muhimu roho yako ipate pumziko la kweli. Maana kila mmoja ataoja na nafsi. Kila nafsi itaoja mauti. Unaonja, unaelekea wapi? Kumbe mtumishi wa Mungu aliyetokewa na kufunga mkataba na Mungu yuko kwa ajili ya kusafisha roho yako siku mbaya kujia uende sehemu salama. Na hawezi kufikisha mbinguni kama hajatokewa na Mungu. Kama ameanzia chuo, hawezi kufikisha mbinguni, maana ametumwa na mwalimu wa chuo kuja kuhubiri wewe. Sio Mungu. Amina baba. Sio Mungu. Mwanadamu ndio kamtuma. Mwalimu. Andika. Unamaliza shule, unachukua cheti na kuja kutumikia Mungu. Umefundishwa na mtu. Unakuja roho wa Mungu ndani yako hayumo. Huna maono ya kuweza kuona baba wewe kesho na ajali. Huwezi kaona kama kesho baba kuna kifo mbele yako. Hawezi akaona mtu ambaye ana elimu. Elimu na roho ni vitu tofauti. Kesho kuna ajali imepangiwa. Njoo nivunje. Kama ile bende ile mbona hapo. Kama baba kesho na safari. Na mimi nilikuwa sijui. Lakini ndivyo ilivyo. Na kuna ajali ya maiti nikaiona nikavunja. Akasafiri na karudi. Na nikaja nyaga kama anaondoka, lakini Mungu akasema na nini? Kwa sababu na roho Mungu. Kaweka makao ndani yako. Ndio ananiongoza katika kesho. Ogopa kitu roho kuiongoza. Roho ni kitu
utaheshimiwa na Mungu. Halafu wewe unaongoza kupitia kukua kwako na kukuna vema huko. Halafu unakuja kama na PhD na theology na philosophy na nini vinahusu nini Mungu hivi? Wala ufeleo ondoke kwenda mbinguni fika pale mahakamani tunaanza na Mungu ya mwisho fika useme nilisomea chochote cha Biblia kama toka nenda kuzunguka choma moto milele. Umwambie Mungu, umwambie Ibrahimu leo kwa watu pale langoni. Umwambie kwamba nimesomea, nilikuwa mtumishi. Niongoza parokia ya Kawe. Yaani huyo aliyesimama hapo mahakamani mbinguni atakukata jicho kali mpaka utaenda kufahamu mwenye kwanza ya jehanamu bila kuambia kafaya. Lile jicho tu litakupeleka mwenyewe kwenda kujivalisha kwanza ya jambo ya kuvalishwa. Wewe kiongozi wa Kawe na kufundisha Roho wa Mungu alishuka ndani yako, eti hapana, nienda kusoma. Mungu anasomewa. Mungu anasomewa. Mungu ni imani. Imani haisomewi. Watu wanasoma na kuja kuongoza watu na kula sadaka za watu bure. Huko wanazidi kurogwa. Wote hapa mliokaa hapa mliongozwa na watu ambao wamesoma na waliwalia sadaka zenu. Unakuta na mtu hivyo hana hofu ya Mungu, anafanya uzinzi kama kawaida. Na anashika na maiki. Haleluya, 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 haleluya. Wakati usiku umezidi usiku kucha, umekula kuku na mwanamke mpaka asubuhi. Asubuhi unashika maiki, huna hofu ya Mungu, hauogopi kwa sababu Mungu ndani yako hayumo. Huwezi kuogopa kwa sababu ndani yako uungu wa Mungu hauko. Utasimama na kuhubiri. Na usiku kucha umefanya mambo ya kijinga yasiyopendeza Mungu. Tumbua majibu zumaridi. Mtumbua vizuri. Unakwambia Mungu wewe hata huruma hawana. Mchungaji mwema ni yule anayetoa uhai, ambaye iko lazi kwa lolote kwa ajili yako, anayekupigania, anayejitoa mwili wake kwa ajili ya kukuombea wewe. Yuko lazi. Mimi kama sio Mungu kunituma nilikuwa nimekimbia Mwanza. Walikuja wa mara ngapi mpaka wanifahamia kutoka kununua mimi nitoke Mwanza? Mbona nipo? Mbona nipo? Hata wale na SMG ndio kaambia watajitoa wenyewe. Hawapa nitatoa mimi. Mimi naeleza habari njema ya ufalme hapa kuhubiriwe. Watu waitwe kweli ya Mungu, wapate baraka, wapone. Watu mizigo ipate kutoka. Watu wanakuja unaona batizo mwaka juzi tu wapi. Ukimsoma ramani huyo anasema cheti cha batizo. Nafsi yake mara 20. Imegawiwa mara 20 nafsi. Batizo wapi? Kasini. Mtumishi una akili zako, usana suti yako na kola. Unapanda pale kwenye zile ngazi mpaka kasino. Jamani, mnajua maana kasino tunajua. Sasa angalia kasino. Yaani shetani anafanya kazi mle na watu wake. Na mchungaji anakwenda kubatiza mle. Hata ukienda ziwani. Hata ziwani Mungu. Muono makao ya machini. Unamzabisha mtu ziwani. Acha leo utaitwa Rebeka. Asante. Nimezaliwa upya wakati tumeshuka chini moja. Unatoka hapo unafanya sherehe usiku. Unaanza kuota ndoto za mapenzi tu. Kumbe umeshaolewa. Siku hiyo wewe umevika na pete, kuna mchizo, pete kuna kuzimu. Lekati. Amina Baba. Ambaye kondoo si mali yake. Humuona mbwa mwitu anakuja, akawaacha kondoo na kukimbia. Na mbwa mwitu huwakamata na kuwatawanya. Akiona mbwa mwitu anakuja na kimbia, kwa sababu kondoo sio mali yake. Shetani anapokamata watu, anasema mbwa mwitu ni shetani. Mbwa mwitu ni kitu ambacho kinakaa porini. Shetani yeye kwa kazi yake ni porini katika mambo ya roho. Kwa shetani anapomkamata kwa mfano mzee Kinga,
funga na kuomba. Hapo nimekimbia. Funga na kuomba siku 7, utakutana na jibu lako. Baba kakimbia hapo, kona kesi nzito. Mbwa mwitu, kondoo ameshakamata na mbwa mwitu, kashikwa halali, anaumwa, mapepo misimu malina yametawala, maisha yamebanwa, kila kona pale kila kumsimulia shida zako. Huyo jamaa mwenye mshahara huyo hawezi akahangaika na wewe. Atakomea tu. Hapo utaanza kupangia mipango sasa. Uwe mwaminifu mbele za Mungu, toa sadaka na fungu la 10. Kisha naomba tuungane pamoja. Tufunge siku 7. Tufunge siku 7 hata kwenda mlimani. Jiunge na wana maombi. Mtu anaumwa afu na mpatina afunge siku 7 wakati mgonjwa. Kwa azili kuugua. Funga siku 7. Mtafute Bwana na mimi nitafuta huko. Anakudanganya yeye anakula kila siku hafungi. Hapo unaambiwa funga afu jamani fiki. Kama amekimbia, mbwa mwitu ni shetani. Shetani anapokamata wanapokamata mwili ya watu na kuwachezea na kuwaroga. Huwezi kupata msaada kwa mtu wa mshahara. Hana uchungu na wewe. Hawezi akazama katika maombi kukuombea wewe. Atakuachaliza tu zilikuliwa. Matokeo yake unatawanyika, unaenda kwa waganga kienyeji. Ndio mujibu wa andiko. Anakamata mbwa mwitu na kuwatawanya. Kuwatawanya kwanza kutafuta msaada kwa waganga. Mtu na saini na rozari na hizi unayo. Unasali unajifanya unaomba sana, mwenyekiti wa vijana na kwa mbangu unaenda na hizi unakabidhiwa na chao na chanwa. Umekosa msaada, umetawanyika. Na ilivyo watu watawanyika, hawana msaada, wanatawanyika makanisa kutafuta msaada kwa kienyeji. Na tulioka hapa wote wametawanyika makanisani. Wamekata msaada kuja kwa mfalme Zumaridi, wamekaa, wamepata mkombozi wao, wametulia. Wamekaa, wametulia, wamepata sehemu ya kutua mizigo. Wepati na mizigo, kuna mamalili hapo, mjukuu kisukari, ama mtoto kisukari. Waona kana watu wawili kusukari familia moja. Unafilisika. Unafikiri mchezo, lazima kila siku na soda. Kama una biashara kuingiza 500 kila siku, utauza ushe kiwanja. Eti mama, sisi mzigo mautua. Nimepumzika kwa raha zangu kwa Zumaridi na starehe. Unastarehe free. Sasa nakula bata. Watoto wagonjwa wote watatu. Hasuma. Mafua sio ukoma. Maana sasa kifua kwenda, mafua kwenda, sukari kwenda. Mama amerelax. Wala zake anakula bata. Haleluya! Sasa lakini mwanzo ilikuwa ni mshike. Anaala anaambia mchukulie kutoka miko hai. Lili upo. Mama nipo. Haya. Ejana hata wewe tusame niko tena. Lili upo. Nipo mama. Haya. Lili akijapanda kisukari nimesoda nimekuwekea mifiriji. Yaani maisha ya utumwa, na wakati wanaabudu sadaka wanatoa waaminifu kanisani. Na babako wa ubatizo ni msaidizi wa askofu Gunda anayemfahamu. Sasa baba yake msaidizi wa askofu. Babake lakini hakuna sukari ya kulogwa na sukari kisina kulogwa. Kumelogwa ni sukari kile cha kawaida. Lakini leo ni maji. Siku moja tuliombea binti, sikuwahi kurudia. Nilimwombea siku moja tu mjukuu na binti, maji kausha, sukari ya kusimrudi chini kutoka. Toka na nini? Kunywa maji binti, toka kusema mbele relax.
hata kama watu hapa. Na kama unasema mimi nilikuwa na mtoto wangu mgonjwa. Zoezi ni Mungu. Kweli baba. Mimi nilikuwa na mtoto wangu mgonjwa hoi. Wewe kuniambia habari ya Zumaidi kama ni shetani kubalie. Kama niko waganga nimezunguka habari ya mtoto, kama niko ombea nimezunguka habari ya mtoto, kama ni wapi nimezunguka waganga kile nimezunguka. Nimekuja kutoa mzigo kwa Zumaidi. Leo naambia kwa ni chao. Siwezi nikakuelewa. Nitakufunga. Malizia. Amina baba. Yule hukimbia kwa kuwa ni mtu wa mshahara. Sasa anakimbia sababu yeye ni mtu wa mshahara. Kwa mwezi akifika mwezi kwa mwezi anakimbia. Hana haja na wewe urogwe usirogwe. Hana haja na maombi. Nafikia wanaomba dawa. Hawaombi. Roho Mungu wa maombi ndani yao hayumo, utakubali. Na wao unaona sasa na wao na roho kuna mmoja alikuja hapa. Leo hayupo kuna mwingine alikuja hapa. Mchungaji wa Moses Kulola alikuja hapa. Wa kijiji gani sijui hapa. Shinyanga watu wapi sijui. Kalogwa kapigwa kabisa amelogwa. Ameambiwa habari zangu mimi ni mchungaji na kora yake. Akaja nikamwombea huko ndani. Unaloko wewe mtumishi wa Mungu. Mimi wachawi njoo. Na waalika njoo wachawi wa dunia. Sio Mwanza, dunia nzima njoo hapa mloge. Kama mtete kipsiki cha mpingo. Mchezo. Waje hapo wachawi. Ukipata mchungaji anaitwa wachawi mwangalie huyo. Huyo ndio msaada wako na kinga yako. Wengine wanapigwa vipaza na roho na kufa. Amefia yeye amekufa na kisu. Yesu tena mtumishi wa Mungu sukani umetoka wapi? Amekufa na ukimwi. Wewe ni padri ukimwi utoa wapi? Hawa wafira wapi kwanza wafira wanayatoa wapi kati umeapa? Masista wanatoa wapi kati umeapa? Wanayafanya baba. Wanayafanya. Sasa si unafiki huu? Nimemtumikia Mungu. Umevaa kilemba cha unafiki. Sio ungezaa tu kuonekana watoto. Wakusaidia watoto mbele. Bora usae. Uonekane umeolewa. Wala mama yangu nizaa asante. Kulie kuduka mapema kwa kilemba kazaa asante sana. Alizaa, sio yuko huko amekaa nyuma. Aliona usita hamna, kufanya kilemba tu. Siwezi kufanya ujinga mimi. Naona matukio makubwa kama kati ya hapo kutumika kweli. Hapo anakutana mambo makubwa, anaenda kusafirisha chombo cha chafu. Sasa anakutana mailizi. Anakutana masito amemaliza mambo na padri. Kwani asifue kilemba, alikifua, wala alifua mambo. Barikiwa. Tumika kwa Mungu asiwalisi. Mungu alikujua. Yaani haya ni kweli tu kwamba mchungaji wa mshahara sio mchungaji. Wala kondoo sio mali yake. Ila ajimilikisha kwa ajili ya kupata matumizi na pesa tu. Ila hawezi akamfungua mtu, hawezi akamwombea akapona. Yuko pale kwa ajili ya masilahi yake. Kama wewe unaajiriwa mwalimu, unalipwa shule, unaajiriwa daktari, unalipwa, umeajiriwa sijui nani kwenye kampuni ya wakimbizi, unalipwa na yeye anaajiriwa kwenye kampuni ya kanisa, analipwa na kanisa lakini ana roho Mungu ndani. Hii sindano. Najua nesi anapokuwa na daktari anapomtibu mgonjwa. Mgonjwa kanazofika hivi kiwa mngeni. Lakini akichangamka anachangamka, kianza kupona. Wanazofika sindano inaingia. Daktari pole. Hii dawa inaingia. Dawa inaingia baadaye inaanza kuchipu lakini hii mtumishi alipoongea hapa nisema nilipoanza lakini kweli ukichunguza unapata hapo jibu. Lakini sasa kwa napiga lakini kitu lakini kweli umepata jibu mwisho wa jibu na Mungu anaanza kushangilia leo siku amina. Wala mambo ya kondoo si kitu kwake. Mimi ndimi mchungaji mwema. Nao walio wangu na wajua.
Mimi ndimi mchungaji mwema, Mfalme Zumaridi. Naijua mpaka tatizo lako, shida yako naijua. Matatizo, magonjwa, mikosi, mtu anachukua msukule na mrudisha. Utapata hapo wewe mtu kama huyo. Au unachukua mtu msukule ndugu yako na namrudisha. Na ulishazika na anarudisha kupumua na anaongea tena. Nafikiri mamlaka ndogo hiyo. Ndio maana wananiwekea vikao. Wewe waweke tu. Ila watakuja kuwa imani hii. Na Mungu huyu na agano hili tulia. Simba mwenda pole ndiye mla nyama. Ukiona kwenda taratibu na winda, mniko mawindoni. Na winda nikikamilisha, nikimaliza kuwinda, iwe isiwe, iwe nani atashuka juu ya Zumaridi, iwe ni nani atashuka juu ya Zumaridi, iwe ni nani. Wachawi lazima wafunguliwe. Utawafunuaje wachawi kama unawatetea? Kuna wachawi wanaoonga roho, kuna wachawi wanaoonga miili. Wote hao watakiwa ingie hukumuni. Kuna wachawi wanaoonga roho na kuna wachawi wanaoonga miili. Kuna wagonjwa wanaokuwa miili yao na kuna wagonjwa ambao wana matatizo ya roho zao. Roho zao zimelogwa na wao wenye mishahara, wamewafundisha mambo kinyume na Mungu. Kwa hiyo zile roho wanaziroga. Kwa Mungu anapokuleta hapa, roho yako anaipa ukweli, anaifungua. Sio tu wagonjwa mimi, kuna wagonjwa wengine ambao wanauma roho, hawajaupata ukweli wa Mungu. Amina yule. Wamesinikiwa, wamejengewa msingi ambao si mpango wa Mungu. Msingi uliojengewa ni mpango wa kule chini. Kwa Mungu anakuja kubomoa ule msingi na kujenga msingi wake, kuwapa wanadamu ukweli na haki yao wapate kuipokea. Kuna wachawi ndani. Chawi anayekoroga roho na mchawi anayekoroga mwili wako. Unapofundishwa na mtumishi ambaye hajatumwa na Mungu ila ana elimu, huyo analoga roho yako. Hawezi akapata connection na Mungu ili aseme na wewe, sababu yeye analoa kibinadamu. Hana ile roho Mungu kumconnection, hana wa kumpa mawasiliano na Mungu, kusema na Mungu hana. Na wewe unatakiwa upewe maneno kutoka kwa Mungu ili kusudi Mungu akuepushe na majanga chini ya jua duniani. Atakuepushaje duniani majanga kama wewe mwenyewe hauna mtumishi ana connection na Mungu, ana connection na chuo cha Biblia, ana connection na pasiasi. Pasiasi tunachopa ndio kunaambia mpende usina pasiasi kile kufundisha mtu akifa anapata pasiasi ukaa. Akifa mtu anakwenda pasiasi pale kutumia chuo cha Biblia. Chauni bingu. Sasa nani kufundisha? Sasa mpenda pasiasi. Amekufundisha leo kufundisha mwalimu kutoka pasiasi. Haya, ukija kufa wewe uliyepewa mafundisho ya pasiasi, mwalimu wa pasiasi kafa, je, hiyo roho yako itakwenda kutoa pasiasi kwa chuo cha Biblia? Kumbe roho yako itakwenda wapi? Juu. Na mafundisho tukofundisha na mtu ambaye kutoka wapi? Juu. Ili urudi wapi? Juu ulikotoka. Ukinga mikono mwisho wa mwezi na wewe ni mshahara, ana ulamba na kabeli yake viswele kuchukua hela. Wakati kondoo wanaliwa kila siku na shetani, machawi yamejaa kanisani wala hayaonekani. Watu wanakwenda kwa kuku na misukule inakaa pembeni inasali. Unaenda kutoa sadaka na misukule kusindikiza. Hakuna anayeuona mle kanisani misukule. Unakusindikiza. Utapata baraka tu misukule imekuzunguka. Utamwona wapi Mungu? Utapata wapi
msaada. Misukule imekuzunguka, giza imekuzunguka, utamwona wapi Mungu? Unashanga mambo yanakwama, unakopa seda, unakopa finto, unakopa sakosi zote, unadaiwa sakosi. Msukule amekaa mbele yako, imemezidisha mafanikio yako na haumuoni. Yuko hivi, wewe uko hapa, yeye amekaa hapa, utapasua utenda wapi? Ukianza biashara milioni 20 ndani ya miezi 6, huna hela, utakopesha vitenge vya wakisiwe, utatembea kwenda kudai pesa kwa mtu Igoma, unatoka Buongwa mpaka Igoma kila siku mpaka izifika siku 30 tayari ushajilipa kwa kutenda nauli. Kila siku unachuma nalo bila kudai hela. Ni msukuru unatembea nalo. Niko pembeni. Ninakutangulia, unaenda kudai pesa. Unasema hivi. Unashaka unakiimbiwa. Mara mtu anambia mimi sina, nifanye kwa utaki nipeleke polisi. Tutakuandikisha. Pele popote. Niambie sasa. Msukuru unaye, zaka unatoa, fungo unatoa, mwaminifu na jumuiya usiruhusiwe vizuri. Mwaminifu kweli. Unaogopa usiku ukifu kazikwaje? Unaogopa kufu na zikwaje wakati unazikompa wakati mtu unaenda kusubiri wewe hivi. Wala fiki na kanumba aliyenaye. Unafikia kutoa sadaka, unafikia kushiriki. Bora aliondoka. Mbona alichukuliwa? Kwa Sabato. Waimba kwa nini umeruhusu? Mungu hajaruhusu. Hakuijua kweli ndio maana akachukuliwa. Mungu hawezi kuruhusu mabaya, akamruhusu shetani akuue, akuchukua kutumikisha kusikia ni roho yake. Wewe ni wake. Kama utaijua kweli, lazima utaenda njia mbaya. Kwa sababu utaijua nini? Kweli. Mchawi lazima kunase. Lazima utaweka peni, utachukua utawekwa kushoto na shetani tumikishwe. Kwa sababu kweli ya Mungu ndani yako haimo. Kama haimo, nani anachukua msukule? Basi ni waje nichukue msukule. Hata leo hii ndio asubuhi. Wache kama wanajeuri. Waje wachawi watu waiseni wanisikia. Wachawi wa hekima wamejaa, wa hekima watemejaa. Njoo hapa. Mmejaa wachawi nisiku wapo. Huku ni wapo. Ibanda. Njoni ni bebe. Nikikuta siku au kutekogo mbwa tu imekaa. Kama mnajishauri, njoo. Shauri haipo. Hebu sasa aseme mtu ambaye amesomea, aseme haya. Kama mtamkuta. Chezo na wachewe wazi yake hivi, wanakubeba. Tena kukudonosha kwa sababu ya kupiga radi ya kuzamulani ya kichamu kafa. Atukuze mfalme. Nina ujasiri wa kutosha. Soma tumalize mtumishi. Nao walio wangu wanijua mimi, kama vile Baba anijuavyo, nami nimjuavyo Baba. Nami nautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Naye nautoa uhai kwa ajili ya kondoo. Niko radhi kwa lolote, kwa chochote, kwa ajili ya kondoo ambaye ni wewe. Kukupigania. Huwezi kupiganiwa na mtu aliyemaliza kazi. Huwezi kupiganiwa na mtu ambaye anastarehe mbinguni bila kusifu na kuabudu. Unapiganiwa na mtu anayeonekana, unayemwona, kuona. Huyo ndiye anayekupigania maisha yako, anapigania ndoa yako, anapigania elimu yako, anapigania biashara yako, anapigania afya yako. Mtu unayemuona kwa macho ya damu na nyama ndiye anayepigania uchumi, afya, kazi, elimu, kitu na kadhalika. Sasa unapotaka nisaidie fulani, wewe unajua kusaidia. Unajuaje kwanza kama amekusikia kwa anakusaidia? Anakusaidiaje kwa sifa na kuabudu hawezi kuomba? Unasaidiwa na mtu aliyeko duniani. Kwa sababu wewe upo wakati huo, lazima Mungu akutafutie mtumishi, akae ndani ya mtumishi akusaidie, ambaye yupo kama wewe ulipo. Wewe
Usipojua uko wakati gani hautamwona Mungu, mpaka utambue niko wakati uliopo au niko wakati uliopita. Niko wakati uliopo. Kama upo wakati uliopo, basi utapiganiwa na mtumishi aliyopo. Amina. Kama upo wakati uliopo, huu ni wakati uliopo na kuna wakati uliopita. Sasa kuna mtu hii, kuna wakati uliopo na wakati uliopita. Kama hujajijua kwamba natakiwa nipiganiwe na mtumishi aliyopo, hautamwona Mungu. Hata nikukija hapa nikakuombea mpaka nikatoa machozi ya damu, kama hujaelewa, huwezi utamwona Mungu akikusaidia. Mpaka ujue niko wakati gani na natakiwa nisaidiwe na Mungu wakati gani na mtumishi aliyopo aliyepita. Uking'ang'ania kwa mtumishi aliyepita, mtafute panda mbinguni uende kukuwekea mikono. Panda mbinguni sasa kwa mtafute ili akuwekea mikono. Kama huwezi, basi kubali kuongozwa na mtumishi aliyopo, akutetee aliyopo, akupigania aliyopo, akutenge na mabaya aliyopo. Maadili yake ana mamlaka ya Mungu. Amen. Amina. Ewe kanisa. Malizia. Amina. Na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi. Alisema na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi. Bado hapo kwenye mashamba utakupoa utakuja. Amina. Bado wapo mashambani, bado wanadanganya na wanyang'anyi. Bado wanadanganya na wanyang'anyi, wanatoa mazaka, wanakula kwa paimara. Bado wanadanganya huko na wanyang'anyi. Kondoo ambao ni nao, ambao hawapo katika zizi hili, nao utawaleta. Nije leo. Kama kuna kondoo wengine ambao hawapo hapa, bado wapo kimalisho wengine ambao si waradi, Mungu atawaleta tu. Maana ni mpango wake, ndio maana anakuja duniani kutangaza ukweli wake na uhuru. Kuwapa wanadamu uhuru, wapate kuwa na uhuru. Sema amina, haleluya. Amen. Soma. Na hao nao imenipasa kuwaleta. Sasa watakuja tu. Amina. Chini ya mfalme Zumaridi. Kipindi hicho ilikuwa ni chini ya Yesu. Leo ni chini ya mfalme Zumaridi. Watakuja kondoo wengine ambao bado hawajaingia zizini. Ndio maana Yesu aliwaambia wanafunzi wake, msisikilize, msile nyuma. Mimi sili nyuma. Mimi na chakula changu tukacho hapa. Sisikizi maneno. Mimi napiga kazi. Maana kuna mavuno, kuna mashamba ambayo tayari yameshaiva huko nje. Wanatabikia, sisi tunaingia kwenye tabu yao, tunavuna. Ndipo hilo. Wanatabikia, sisi tunaingia kwenye tabu yao, tunavuna. Wanawabatiza, wanawakomunika, hata ulikuwa hapa, tumeingia kwenye tabu ya watu na kuvuna, umekuja mkapo. Hiyo ni kubatizwa. Kubatizwa wewe, ukukomunika, ukula mkate, ukutubia. Sio tuliyafanya. Sasa mimi nimeingia kwenye taabu yao watumishi wako, nikaingia nikawakuta, nikawaleta kaa hapa. Ulikuwa umeshaiva. Tunayavuna tusio yatabikia. Yesu anakuambia wanafunzi, tunayavuna tusio yatabikia. Wanatabika wao, wanabatiza, wanafanya vyote. Sisi tunaingia kwenye taabu yao. Tunakula kaa hapa kule meno. Atukuze mfalme zaidi. Amina. Kwa hiyo na kondoo wengine wapo ambao wapo huko, ambao hawajajua nini kweli ya Mungu, na wenyewe wanatakiwa nini wache waijue kweli, wawe huru. Sio mtu naabudu wetu mkopa mchango. Hata watoto wangu waliwapo ujasiri. Hawa wanaosoma ramani wana ujasiri, hao watoto watumishi, na ni mabinti wadogo, vijana wadogo, lakini ujasiri. Huwezi kumwambia mshango, wewe mama ni mshango, ni kwa unamsukuli. Tena namwambia bila kutikisika wala uogopi. Unaweza kumwambia mchao hivi, wewe mama mchao unakuwa unamsukuli, sasa kurudia na wewe kwa msukuli. Atakurudia. Lakini hao watoto
unasoma la amani, unaambia wewe mama mchawi. Unawe ni mchawi kabisa, na nyumbani kwako una misukuru unafuga. Na ndani una fisi. Niambie kama sio Mungu. Wanaweza kusema hivi, kama sio Mungu wanaweza kuwatamkia wachawi kiasi hicho. Na ni mabinti wadogo wamepewa karama na Mungu. Na mtu anakuja ofisini unamwambia wewe mama mchawi. Hili nitolee sasa. Na mtu nasali, hafu na loga, unaita jina la Yesu unafiki. Ita jina la Zomaida Furoge, uone itakapokupuuza. Ita jina la Mungu wa Subaridi, hafu roge, uone itakapokupuuza. Utatamani msiju kufanyaje. Hilo lina mamlaka, linatenda kwa sasa hivi. Hata kipindi cha Yesu Kristo hakuna mchele anaweza kufanya ujinga kipindi Yesu yupo. Maana moto ulikuwa unawaka kipindi hicho. Ndio maana Yesu alikuwa na wapinzani, kwa sababu kipindi hicho moto ulikuwa unawaka. Jina lilikuwa na mamlaka, lilikuwa limaliza kazi. Wasingeweza kulitumia kijinga kama leo. Leo Yesu kamaliza kazi, ile mamlaka imetoka. Wachawi kwa jina la Yesu, waganga kwa jina la Yesu. Mganga nenda kwa na wao misa kwanza, hata waheba. Alai misa kwanza kwa